Najua napenda vizawadi dididododo, na ndo napambana nikipata ta kidogo nilete. Najua napenda vizawadi dididododo, na ndo napambana nikipata ta kidogo nilete. Bana, huyu hapo ni Mario kwenye ngoma ya Ua, ambayo ni wimbo ambao ulikuwepo katika EP ambayo alitoa takriban miezi miwili iliyopita, na wimbo huu ni mahususi kwa ajili ya watu ambao wana express mapenzi kwa wapenzi wao. Na kwenye huu wimbo bana, Mario ameimba Kiingereza kwenye verse yake na akapiga kidogo na Kiswahili ambacho kimechanganyika, of which is amazing. Kwenye lyrics anamwambia mpenzi wake kwa Kiingereza kwamba yes, don't make me go far away, nita struggle, nitapambana, yes, ili tuweze kufanya mapenzi yetu yakawa live. Na kama najua napenda vizawadi, ninachofanya sasa hivi ni kupambana japo kidogo tu nikilete, japo kidogo nikuletee. Bana, ni ngoma moja ambayo of course kwa upande wangu nasema Mario hajaitendea haki kwenye promotion pamoja na video. Ngoma ina takribani miezi miwili tangu imetoka ile EP, lakini huu wimbo hajaupa consideration kubwa, of which mimi nilitamani aupe kipaumbele sana huu wimbo ili tupate music video, kwa sababu tulishaona visualizer, kwa hiyo tulibidi tupate music video ili ngoma izidi kwenda viral kabisa. Lakini vile vile kwenye upande wa promotion ni ngoma ambayo of course ina dedication kwa mtu na mpenzi wake, angeweza kuitumia hiyo kuweza kuwatumia TikToker au kwa namna yoyote ambayo ingekuwa bora ili kuweza kuhakikisha kwamba ngoma inaenda kuwa kubwa kwa ukubwa ule ambao wameutengeneza. Unajua sometimes ngoma inaweza ikawa kubwa lakini watu wasielewe, na wewe msanii pamoja na management mkatoa loki fulani ambazo zitafika kwa wahusika, kwa audience, kwa namna ambayo ya ushawishi zaidi ya kuona kwamba okay, kumbe hii ngoma ni chuma hivi, tulikuwa tujaipa consideration. So that's it. To me ngoma ilikuwa ni kubwa sana na ni kubwa to date. Kwa nini nimesema kwamba Mario ni ngoma kama hajaitendea haki au mwitikio wajao mkubwa kwa watu? I don't know, lakini nasema Mario anahitaji kuweka nguvu zaidi kwenye ngoma, kwa sababu hata kama imepita muda kadhaa, lakini bado naona kabisa hii ngoma ina uwezo mkubwa wa kufanya vizuri. By the way, nimeona kwamba ametoa ngoma Stance, amemshirikisha Mario na amesha-release ile ngoma. Sijua plan ni nini, na videos za ile EP baadhi bado hazijatoka mpaka sasa. So Mario, you can do something on the song. Hiyo wimbo ni hatari sana, ni wimbo ambao ni unaweza ukapepea dunia na East Africa, Afrika kwa ujumla ikapiga vizuri sana, tukawa tumemove position. Kikubwa nilichokipenda Sofia Nzau. Why Sofia Nzau? Sofia Nzau nimemfuatilia katika ngoma zake, nimekuja kugundua kwamba ni msanii ambaye ana streams nyingi sana Spotify, lakini vile vile ni msanii ambaye anaposhirikishwa basi ngoma zinaenda kuwa viral kinoma. Kuna moja ngoma ambayo nimeangalia mpaka muda huu ina views milioni 79 plus. So unaweza ukaona matokeo ambayo na nguvu ya Sofia Nzau kwenye melody pamoja na lyrics na language use ambayo anaitumia ambayo ni Kikuyu. Ni wimbo ambao unaweza, yani anafanya nyimbo ambazo zinatumia lugha ya Kikuyu, hazina Kiingereza, lakini bado zinaenda viral. So hicho ni kitu cha kipekee ambacho Mario anaweza kukitumia kama kumkaribisha Sofia Nzau kuja Tanzania na nini, tukapata kitu fulani cha vibe ambacho kinaweza kusema okay, ngoma hii kumbe ngoma hii kali, kumbe ngoma naona hii, si unaelewa, alafu ngoma ikawa imeenda hivyo. So Mario ameutendea haki wimbo huu? Mario video kutokutoa mpaka leo ameitendea haki? Kwangu mimi nasema bado bwana hajitendea haki, kwa sababu video na yani mimi hiyo ngoma nilitamani kwamba iwe na views milioni 2, 3, 4, 5 mpaka sasa hivi, pengine zaidi ya hizo ambazo mimi nilidhani, lakini mimi nasema kwamba bado hajachelewa na ngoma ina uwezo wa kurudi tena kwenye trending, kwa sababu ni wimbo mzuri na hauna shida yoyote. Of course kikubwa ni kwamba Sofia Nzau bana inoma sana. Hebu fanya kitu kwa huyu binti Sofia Nzau, hata aje Tanzania basi aje kufanya ili kuonekana tu kwamba okay, Sofia Nzau yuko Tanzania. Hiyo ni part of promotion ya hiyo ngoma. Na TikTok challenge tuzione na nini. Chuma ni chuma bana, usiache kaenda hivi hivi. Bwana, mimi naitwa Amri Mwingwa na hii ni Bongo Star Recap. Kipengele na eneo ambalo unapata burudani na hit song stories kutoka kwa wasanii pamoja na mastaa mbalimbali ambao wapo kipande cha Bongo pamoja na nje. Bwana, hii ni Bongo Star Recap. Endelea kusubscribe, kuwatch, kulike, kushare na kucomment kwenye video zetu. Tunapatikana katika mitandao ya TikTok, Instagram pamoja na hapa YouTube, na huko Facebook utanipata kwa jina la Amri Mwingwa.
Kwenye page yangu ni Official Amri Mwingwa, lakini Instagram Official Amri Mwingwa, TikTok andika Amri Mwingwa utanipata na utaendelea kunifuatilia. Sawa.